Majibizano, mivutano, kauli za hapa na pale bado zinaendelea kati ya Iran na Marekani. Mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii ya Zaki Digital, endelea kubaki hapo hapo, lakini kubwa zaidi usisahau kusubscribe ili kila aina ya tukio la kimataifa liendelee kukufikia popote pale ulipo. Irani imedai kwamba Marekani inatafuta sababu ya kuingilia kati kijeshi kwa kutumia maandamano ya machafuko ya Wa-Iran wanaopinga hali ngumu ya maisha. Serikali ya Iran imeshutumu Marekani kwa kutafuta kutengeneza kisingizio cha kuingilia kati kijeshi baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutishia hatua kali kuhusu ukandamizaji mbaya zaidi dhidi ya maandamano makubwa. Ujumbe wa Iran katika Umoja wa Mataifa ulichapisha taarifa kwenye mtandao wa X ukisema kwamba ndoto na sera za Marekani kuelekea Iran zimejikita katika mabadiliko ya utawala, huku vikwazo, vitisho, machafuko yaliyoandaliwa na hata vurugu yakitumika kama njia ya kutengeneza kisingizio cha kuingilia kati kijeshi. Ujumbe huo umeapa kwamba mchezo wa Marekani utashindwa tena. Irani imemshutumu Rais Trump siku ya Jumanne kwa kuchochea uvunjifu wa uthabiti wa kisiasa, kuchochea vurugu na hata kutishia uhuru wa nchi na usalama wa taifa. Balozi wa Irani katika Umoja wa Mataifa Amir Said Iravani aliandika katika barua yake kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa akisema Marekani na utawala wa Israel zinabeba dhamana ya kisheria ya moja kwa moja na isiyopingika kwa vifo vya raia wasio na hatia, hasa miongoni mwao ni vijana. Unaweza kuwa unajiuliza, Rais Trump ana lengo gani hasa nchini Iran? Kama Trump, huu ni wakati wa kufanya uamuzi. Siku 10 zilizopita alisema Marekani ilikuwa tayari kwenda kuwaokoa waandamanaji wa Iran endapo serikali yao ingetumia nguvu dhidi yao. Marekani na Iran zote zilisema zimejiandaa kikamilifu na ziko tayari kuchukua hatua zaidi endapo mmoja atajichanganya kati yao wawili. Haya yalikuwa ni kabla ya ukandamizaji dhidi ya Iran kuanza kwa viwango vikubwa zaidi. Sasa kadri ukubwa wake wa kutisha unavyozidi kufichuliwa, dunia inasubiri kuona Trump atachukua hatua gani pale nchini Iran. Maafisa wakuu wanatarajiwa kumwarifu Rais siku ya Jumanne kuhusu njia mbalimbali zinazowezekana za kuchukua hatua. Akizungumza na waandishi wa habari ndani ya ndege siku ya Jumapili, Trump alisema alikuwa akiangalia baadhi ya hatua kali sana, akiwa na hali ya kujiamini baada ya kile alichokiita mafanikio makubwa nchini Venezuela, ambapo rais alielezea kukamatwa kwa Nicolas Maduro kwamba ni mojawapo ya operesheni zilizofanikiwa zaidi katika historia ya Marekani. Kishawishi cha kutumia jeshi lazima kiwe ni kikubwa zaidi. Katika matukio ya majira ya kiangazi mwaka jana yaliyoonesha Marekani na uwezo wa kushambulia kutoka mbali ni bomu la B2 ambalo hili liliruka safari ya saa 30 za kwenda na kurudi kutoka kituo cha jeshi la anga cha Whiteman huko Missouri na kudondosha mabomu ya kupenya ngome kwenye maeneo mawili muhimu zaidi ya nyuklia Iran. Iwapo Marekani itaamua kurudia mbinu hizo au kuchagua mashambulizi ya kulenga kwa usahihi, ni jambo la msingi kudhani kwamba Washington ina orodha ndefu ya kuchagua. Serikali ya Marekani inaweza kuchukua hatua, lakini si kwa mtindo ule ule au kwa aina ile ya tukio lililotokea Caracas tarehe 3 Januari. Hata katika hali yake dhaifu na licha ya kupigwa na mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani na Israel, Irani si Venezuela. Jamhuri ya Kiislamu ni tawala iliyokomaa katika mapambano. Kuondolewa kwa mtu mmoja pekee hakutalazimisha nchi nzima kuifuata Washington. Rejea kuhusu jaribio la maafisa la mwaka 1980, Rais Jimmy Carter, la kuwaokoa mateka wa Marekani waliokuwa wakishikiliwa na Iran. Pia inaonyesha kuwa anatambua hatari zinazoweza kuandamana na jaribio lolote la kupeleka wanajeshi wa Marekani. Wanajeshi 8 wa Marekani walifariki wakati helikopta moja ilipogongana na ndege ya usafiri ya EC-130
ikiwa ardhini katika jangwa la mashariki mwa Iran. Operesheni hiyo iliyofeli, pamoja na aibu iliyohisiwa kutokana na picha za mateka wa Marekani wakiwa wamefunikwa vichwa na kuonyeshwa mbele ya kamera mjini Tehran, ilikuwa sababu kubwa iliyochangia kushindwa kwa Carter katika uchaguzi baadaye mwaka huo. Lakini miaka 49 baadaye, kuna swali kubwa zaidi lililoongeza mahesabu ya kijeshi ya Washington. Utawala wa Trump unajaribu hasa kupata nini nchini Iran? Licha hayo yote, kingine kinachoendelea ni rais wa Marekani Donald Trump amesema siku ya jana Jumanne kwamba anafuta matarajio ya mazungumzo na maafisa wa Iran, huku kukiwa na msako mkali na ukandamizaji wa maandamano, akiwaambia raia wa Iran msaada uko njiani unakuja. Trump hakutoa maelekezo yoyote kuhusu kile ambacho msaada huo ungehusisha, lakini kauli yake inakuja baada ya siku chache zilizopita kusema Iran inataka kujadiliana na Marekani baada ya tishio lake la kuishambulia Jamhuri ya Kiislamu, ambapo idadi ya vifo kutokana na maandamano ya kitaifa imeongezeka hadi kufikia 2,000 kulingana na wachunguzi wa haki za binadamu. Lakini Trump, akiwa na ujumbe wake wa hivi karibuni kwenye mitandao ya kijamii, alionekana kufanya mabadiliko ya ghafla kuhusu nia yake ya kushirikiana na serikali ya Iran. Trump aliandika katika chapisho la asubuhi kuhusu mtandao wa kijamii kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, akisema, wazalendo wa Iran, endeleeni kuandamana, dhibitini taasisi zenu, hifadhi majina ya wauaji na wanyanyasaji, watalipa gharama kubwa. Nimefuta mikusanyiko yote na maafisa wa Iran hadi mauaji ya kipuuzi ya waandamanaji yakome, msaada upo njiani. Mwisho wa kunukuu kilichoandikwa katika mtandao wa kijamii na Rais Trump katika mtandao wa Truth Social. Irani imemtuhumu Rais Trump kwa kuchochea uvunjifu wa uthabiti wa kisiasa, kuchochea vurugu na hata kutishia uhuru wa nchi, uadilifu wa maeneo na usalama wa taifa. Balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa Amir Said aliandika katika barua yake kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa akisema, Marekani na utawala wa Israel zinabeba dhamana ya kijeshi ya moja kwa moja na isiyopingika kwa vifo vya raia wasio na hatia, hasa miongoni mwa vijana. Trump aliutolea wito utawala wa mjini Tehran kuwaonyesha ubinadamu waandamanaji, huku kukiwa na ripoti za kuongezeka kwa idadi ya vifo katika ukandamizaji wa maandamano. Trump alikuwa akishauriana na timu yake ya usalama wa mataifa kuhusu hatua zinazofuata kwa Iran, huku akitafuta kuelewa vyema idadi ya raia wa Irani waliouawa na kukamatwa katika zaidi ya wiki 2 za machafuko kote nchini humo. Lakini amesema bado hajapokea idadi iliyothibitishwa ya wa Iran waliouawa katika maandamano yaliyoanza mwishoni mwa mwezi uliopita, akisema amesikia takwimu 5 tofauti za idadi ya vifo.